the outside of his boot is Haaland! 2-1 to City! Haaland scores against his former club. With the outside of his boot is Haaland! 2-1 to Mambo vipi popote pale ulipo? Bana, ni muda mzuri kabisa tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo, na kama ambavyo imekuwa desturi yangu mara zote zinapotokea taarifa za moto, mimi nakuja hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza mara baada ya kujiridhisha na mengi ambayo nimekuwa nikiyafanyia tafiti na research ya kutosha kweli. Bana, leo nimekuja kujibu hoja kadhaa ambapo leo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana uongozi wa klabu ya Simba, kwa maana mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini pia mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa bodi ni Crescens Magori, lakini pia mwenyekiti wa klabu ya Simba ni Murtaza Ali Mangungu. Sasa leo wameita mkutano na waandishi wa habari wakizungumzia mchakato wa kadi za wanachama, na wakiweka bayana kwamba mapema kabisa mwezi wa 3 pale tayari kadi zitaanza kutolewa, na wamekwisha pata mzabuni ambaye atahusika moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kutengeneza kadi hizo za kisasa kabisa, na wakaweka bayana kwamba wataanza kazi hiyo rasmi ili basi wanachama waanze kulipia kadi za wanachama, kadi za kidigitali. Na leo hii wote walikuwepo, Magori pamoja na Mangungu, lakini pia Zubeda Sakur. Sasa mimi kwangu inanifikirisha kwa sababu mkutano wa waandishi wa habari ambao wameuita leo walikuwepo watu wote, kwa maana upande wa bodi lakini pia upande wa club, na lengo ni wanachama kwenda kuanza kusajiliwa, kwa maana kuwapatia zile kadi za wanachama, kitu ambacho ni kitu kizuri. Lakini Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji wa klabu ya Simba ambaye amewafikisha hapa walipofika, amewapa mataji misimu 4 mfululizo alichukua, na amewapeleka robo finali nyingi sana za CAF, lakini pia amejenga heshima kubwa sana ndani ya Simba. Almost kwa misimu takriban 7 hadi 8 Simba anaenda robo finali, na hatimaye wamefika finali ya kombe la shirikisho Afrika msimu jana. Al-Manusra kidogo sana wachukue ubingwa mbele RS Berkane, na hiyo ni mara baada tu ya mechi ile kuhamishwa katika uwanja wa New Amani, kitu ambacho pengine wangecheza uwanja wa Mkapa leo Mohamed Dewji angekamilisha moja ya historia na kitu ambacho amewahi kukiota kwenye maisha yake. Unafahamu, Mohamed Dewji amekuwa akizungumza kwamba shabaha yake ni kuhakikisha timu ya Simba inafika finali ya michuano ya CAF, lakini pia inachukua hata ubingwa wa CAF, kwa maana kikombe cha CAF. Na umewahi kusikia kwenye interview zake mara nyingi anasema hivyo kwamba anataka kuona Simba inashindana na vilabu vikubwa Afrika kama Ahli, Zamalek na Pyramid na wengine, na yote hayo bila uwekezaji yasingefanyika. Lakini tumeona uthubutu, na Mohamed Dewji yeye ndo aliohusika zaidi kuhakikisha Simba inakuwa strong na Simba inakuwa kubwa, na ndo game changer wa mpira wetu. Huo ni ukweli. Garagara, pinduka, lala, lia, Mohamed Dewji ndo game changer katika mpira wa Tanzania. Yani leo mtamkataa kwa sababu Simba anapoteza, wanakosa mataji misimu 4 mfululizo, wanafungwa na Yanga hivi home and away, wanafungwa wanavyotaka, wanashindwa msimu kwenda hatua inayofuata robo finali. Lakini huko nyuma aliyokuwa game changer kama Mwamba Lusaka Chama Cletus ni Mohamed Dewji, ball dancer, ball juggler. Mwamba huyo alikuja akahakikisha anawaaminisha kwamba inawezekana, akaja akaaminisha watu kwamba inawezekana. Ili kuweza kushindana na vilabu vikubwa kina Ahli, sio kina nani, lazima ufanye usajili ulio imara, lazima ulete benchi la ufundi lililo imara, lazima ufanye investment, lazima uwekezaji mkubwa ufanyike. Tumeona baada ya hapo ndo watu wakaanza kuiga, na wao leo hii tunaona walau na wenyewe wanasogea, lakini mwanzilishi wa yote haya ni Mohamed Dewji. Sasa nimeshangazwa kitu kimoja leo. Mohamed Dewji ameenda kucomment pale chini mara baada ya Simba kuandika kwenye mitandao yao ya kijamii pale kwamba wamekwisha mpata mzabuni ambaye ataenda kuwatengenezea kadi za kisasa, na rasmi kuanzia mwezi wa 3 pale watu wataanza kupatiwa kadi za wanachama awamu ya kwanza, na mambo kama hayo wataanza kulipia kadi hizo. Mohamed Dewji ameenda kujibu pale chini kucomment, amesema kwamba mchakato wa mabadiliko umefikia wapi? Yani mchakato wa transformation umefikia wapi? Ameuliza hilo swali. Imezua gumzo kweli kuliko hata press ya leo iliyofanyika. Ndio ujue nguvu ya Mohamed Dewji. Yani hapo ndio unapaswa kujua Mohamed Dewji ni nani kwenye mpira wa Tanzania. Yani leo watu walikuwa tayari upepo umehama kwamba wanachama sasa ndio kupata kadi za wanachama na nini, Simba inaanza kubadilika. Lakini amekuja tu mwanaume pale, mwamba kweli, mtu ambaye alifanya game change, alichange game ya mpira kwenye nchi hii. Ameenda tu pale amecomment maandishi machache sana kwamba mchakato wa transformation umekamilika, umefikia wapi? Unaona bwana, umefikia wapi?
almost miaka 8 inaenda 9 Simba wanapambana kukamilisha mchakato wa mabadiliko, kitu ambacho kinamuumiza sana mwekezaji wa Simba. Wamepambana muda wote, ameweka pesa, lakini bado hilo jambo halijafanyika. Lakini ameuliza hilo swali. Unajua kwa sababu gani ameuliza? Sasa gwani wafungue watu kichwa. Kuna watu kana vichwa panzi, lakini pia inawezekana kuna watu hawana kumbukumbu. Mohamed Dewji aliwahi kuzungumza kwenye mkutano wa wanachama wa klabu ya Simba, lakini pia na press conference ambayo shai kuifanya 2018. Lakini pia hata viongozi wa Simba wanalifahamu hilo. Wakati Swedi Nkwabi anaingia madarakani kama mwenyekiti, wanapishana na Salum Abdallah try again. Wao unakumbuka pia ni moja ya vitu ambavyo pia viliweza kuzungumzwa, lazima Simba kwenye zile 51% watengeneze kampuni ambayo itakuwa inahusika moja kwa moja na uuzaji wa hisa. Yani zile hisa 51% zianze kuuzwa kwa wanachama, zigawiwe kwa wanachama ili wanachama waweze kupata hizo hisa, na wale wanachama hai na wale wanachama wa zamani. Kwa maana hapo mchakato wa mabadiliko utakapokamilika ndipo ambapo wanachama wapya sasa wataanza kusajiliwa, lakini pia na wale wanachama wa zamani wataweza be included ili waweze kununua hisa, wapate kama ni hisa waweze kupata labda waweke milioni 10, lakini baadaye wata expand na mambo kama hayo. Mohamed Dewji alishaye kuzungumza hayo. Ili uweze kushindana na vilabu vikubwa lazima klabu hiyo inaweza kujiendesha, lazima wanachama waweze kuchangia na wanachama lazima waweze kununua hisa. Sasa yalifikia wapi hayo? Hayo yote yaliyozungumzwa yalikuwa na tija sana. Leo Mohamed Dewji ameuliza tu pale chini kwamba mchakato wa mabadiliko umefikia wapi, kwa sababu walishakubaliana wote kwamba hawataweza kusajili wanachama wapya bila mfumo wa mabadiliko kukamilika. Mchakato wa transformation ukamilika, ndipo sasa wataingia kwa wanachama wapya na wale wa zamani kuweza kuwapatia hisa, waweze kununua hisa kwenye zile hisa 51%, ambapo sasa itaweza kuendesha klabu ya Simba. Na Mohamed Dewji ameweza kuzungumza, utasikiza kipande kidogo na kiweka hapo kwamba yeye watu walikuwa na wadharau sana huko nyuma, na akasema kwamba kuna mfumo ambao yeye amekuja nao, mfumo ambao wanachama watanunua hisa. Kwenye zile hisa wanaweza wakapata bilioni 40, bilioni 60, wakafanya usajili mkubwa, wakawa na kocha mkubwa, wakasajili wachezaji wanaowataka. Yani klabu ikawa inaweza kujiendesha. Kwa hata yeye alijiweka upande wa mashabiki kwamba anatamani kuona wanachama na wao wananunua hisa ili kuendesha klabu yao, sio ile kulipia kadi sijui 20,000 sijui 1000 ngapi. Kuna watu wana pesa zao, kuna watu wana pesa sana. Transformation kushindwa kufanyika mpaka leo. Kwa maana transformation ingekuwa imekamilika, ina maana kadi za wanachama zingekuwepo, na sio kama Mondo amezuia. Hapana, hayo ni makubaliano between Mohamed Dewji na viongozi wa klabu ya Simba wa kipindi hicho, kwamba lazima kuwepo na kampuni kwenye hisa 51%. Namna gani ya kuweza kuanza kuuza hisa zile ili kila mwanachama aweze kupata hisa. Anakuwa na kadi ya wanachama ambapo anaweza sasa kununua hisa na atanufaika vipi na hizo hisa. Hayo ndio mambo ambayo alizungumzwa hapo awali. Sasa leo wamefyatuka tu kwamba press conference imeitwa. Baadaye kuna leo tumeanza kupata utaratibu wa kadi na nini. Lakini utaangalia Mohamed Dewji yeye amehoji tu pale kwamba je, mchakato ukamilika? Ukiangalia magoli alikuwepo ndani. Ameingia kwenye mfumo wa Mangungu. Zubeda Sakura alikuwepo ndani, lakini je, wanakumbuka huko nyuma makubaliano yao yalikuwa vipi? Kwa my take is Mohamed Dewji yuko sawa kabisa kuuliza, na pale ameuliza kama shabiki. Sasa kwa nini mumpangie mtu kwenda kuuliza kwenye comment yeye ana uwezo wa kuuliza Simba, sijui anawafikia, sijui nini na nini. Okay fine. Yeye pale ameenda kuuliza kama shabiki. Inawezekana pia hawazungumzi lugha moja kwa sasa, kwa sababu anamkwamisha katika mchakato wa mabadiliko. Sasa kama leo haya yameenda kufanyika, hii press imeweza kuitwa na wamezungumzia mchakato huo wa kadi za wanachama bila kukumbuka kwamba makubaliano yalikuwa yapi, kwamba watu wanunue hisa kwenye zile 51%. Mara baada ya mchakato wa transformation kukamilika, ndio haya mambo yote yafanyike. Leo kwa nini wamekimbia kwenda kufanya hivyo wakati mchakato wa mabadiliko bado hujakamilika? Na maana Mo amezungukwa. Sasa Mo hawezi kubali kuzungukwa wakati walikubaliana wote, lakini zaidi ya yote ameweka kiasi gani ndani ya Simba? Juzi alisema almost bilioni 80 kitu ameweka pale. Yote ni kwa ajili ya kuhakikisha anasaidia club, na mara nyingi amekuwa akitoa, akienda beyond, akitoa zaidi. Lengo ni kuona klabu ya Simba tetereki. Na kama mnafahamu, Simba ilikuwa mabakuli. Anafahamu Haji Manara kipindi kile anasema yeye ndo alikuwa anasaidia, anatembea na Simba, anaenda kuomba kwa watu, bana tusaidieni mabakuli. Wachezaji walikuwa wanashindia viazi, sio nakumbuka, miogo na mambo kama hayo. Mohamed Dewji tangu 2017-18 ameingia, Simba imekuwa imeshamiri na amefanya mageuzi ya soka. Leo watu wanamtazama. Watu wanatazama Simba, Simba imekuwa strong. Nafasi ya 5 kwa ubora Afrika is not a joke.
Is that a joke? Sio joke hata kidogo, kwa sababu haya mambo tulizoea kuyaona kwa kina Ahli, kwa kina Pyramid, sio kwa kina nani. No, Pyramid yenyewe ameingia mwaka msimu jana mara baada ya kuchukua ubingwa wa CAF. Lakini tulizoea kuyaona kwa kina Zamalek, Ahli, Wydad Casablanca, sijui Esperance Sportive. Simba ameshika nafasi ya 5, my brother. Yote ni Mohamed Dewji. Leo watu wanampuuza sababu ni mzawa kutokea Singida, ni Mtanzania. Lakini light angekuwa ni mgeni kutoka nje, sijui Mwarabu, sijui nani, sijui wa kutokea Ulaya huko, watu wangekuwa na appreciate, na inawezekana pengine hata mchakato wa badiliko ukishakamilika muda mrefu. Lakini kuna watu tu visununu, roho mbaya, kwamba mchakato ukifanikiwa Mohamed labda atafaidika sana. Mimi hapa siwezi kumtetea, lakini najaribu kuwakumbusha, bila Mohamed Dewji Simba ilikuwa wapi? Na kwa nini mnamkwamisha mchakato wa mabadiliko? Nini kinakwamisha? Alishawahi kusema kuna watu wanakwamisha mchakato huo na atawataja, lakini amewastai, hajataka kuwataja. Walikubaliana wote, Mwamba akatia bilioni 20 na bado akaendelea kuweka pesa. Kila msimu utasikia ameweka bilioni 4, bilioni 6, bilioni 7 kwa ajili ya usajili. Kuna wakati anaenda beyond, anatia pesa zake, lakini return hiyo watu wanalalamika, je, kwani yeye hapati chochote? Kama hapati, kwani asiondoke kwenye club? Lakini je, yule ni Mohamed Dewji ambaye tu ni mwekezaji, ama yeye pia ni shabiki na wanachama anaipenda ile team? So guys, hata waandishi wa habari pale nilitegemea maswali yangeulizwa. Mchakato wa kadi za wanachama, mnataka kuanza kuwapa wanachama kadi. Je, yale makubaliano ya awali mmeyapeleka wapi? Je, mchakato wa transformation umekamilika? Mabadiliko yamefikia wapi? Kwa sababu ndio kilichokuwa kinakwamisha wanachama wapya kuweza kusajiliwa, lakini pia na wanachama wa zamani ili kuweza kupatiwa kadi za wanachama kwenda kununua hisa. Waandishi wa habari waulizi leo, waandishi wa habari wameingia kwenye mfumo, wote wanamsema Mo, wote wanamchamba Mo. Yaani mtu mmoja tu leo kaongea, tena ka comment hajaongea, haongei na mtu. Alafu shida ni kwamba tufahamu ya kwamba Mohamed hataki chawa. Na hiyo ndio changamoto, watu wengi wanaumia. Hagawi viposho vibahasha, ndio watu wanaumia. Angalia watu wanaotetea leo ile press, ni watu wa namna gani? Lakini angalia watu ambao wamekaa kimya, watu wenye akili zao. Kwa nini? Kwa sababu Mohamed huwa mara nyingi anataka kufahamu mambo yake yeye kama yeye. One man army. Comment tu pale, watu wote wamehaa. Comment tu ndogo pale, watu wote wamehaa. Press yote, kadi za wanachama, sijui nini na nini. Watu wameshasahau. Mjadala ni Mohamed Dewji. Ndio ujue nguvu aliyokuwa nayo. Watu wanapaswa, we should put some respect. Mohamed Dewji amebadilisha mpira wetu. Leo hii watu wanapambana kila kukicha, usiku na mchana, waweze kufikia level ile ya Simba hadi nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora. Watu wanaumia, lakini yote ameyafanya Mohamed Dewji. So to me, Mwana anapaswa kuheshimiwa na anapaswa kupewa salute, na watu wanapaswa kumlinda kwa gharama yoyote. Ukisikia Mwana apepewe kweli kweli, kwa sababu mambo anayofanya ni makubwa sana. Na viongozi wasiwe babaishaji, hebu wanyooke, wafanye vitu ambavyo vinaeleweka ili kuona Simba imara, Simba ambaye inakuja kwa kishindo, kwa sababu Moya anaipenda Simba na anatamani kuona. Ndio maana hajataka kufanya uchoyo, amesema anataka zile hisa watu wanunue. Ni kweli mwekezaji atachukua 49%, lakini zile 51 zigawanywe kwa watu wanunue hisa. That's point. Milioni kuweka $20,000 inasaidia nini? Watu wana fedha, watu wanatakiwa wanunue hisa ili wanufaike pia. Ukinunua hisa lazima nawe pia unufaike. Kwenye ile soko lazima nawe pia unufaike. So to me nafikiri Mo alikuwa yuko sawa.